Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Bamako, Mali. Wanamgambo wa Kiislamu pamoja na kundi la waasi wanaotaka kujitenga wamevamia kwa kuvizia msafara wa jeshi la Mali kaskazini mwa nchi siku ya Jumamosi na kusababisha kuuawa au kutekwa kwa idadi kubwa ya wanajeshi, kwa mujibu wa waasi hao. Jeshi la Mali limethibitisha kutokea kwa shambulio hilo, likisema kupitia taarifa kwamba makundi yenye silaha yalivamia kwa kuvizia msafara wa wanajeshi wa Mali na washirika wao katika eneo la mbali la mkoa wa Gao, kaskazini mwa nchi. Jeshi hilo limesema limeanza mashambulizi ya kujibu. Hili ni shambulio la karibuni katika mlolongo wa mashambulizi dhidi ya vikosi vya usalama vya Mali katika miezi ya hivi karibuni, huku makundi yenye silaha yakishindania ushawishi na udhibiti wa maeneo katika ukanda wa Sahel. Kundi la JNIM linalohusishwa na mtandao wa Al-Qaeda pamoja na kundi la Azawad Liberation Front FLA, kila moja lilidai kuhusika na shambulio hilo, likisema ilikuwa operesheni ya pamoja iliyosababisha hasara kubwa ya watu na vifaa kwa upande wa jeshi la Mali. Bunia, Kongo. Mashambulizi yasiyopungua 12 dhidi ya vituo vya afya na wahudumu wa afya yameripotiwa wakati wa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ambayo imezidisha hofu ya usalama na kuathiri juhudi za kudhibiti ugonjwa huo katika eneo lililoathirika zaidi. Mamlaka zilisema Jumamosi kuwa wahudumu wengi wa afya pamoja na wafanyakazi wengine wa mstari wa mbele katika jimbo la Ituri wamegoma kufanya kazi, wakidai mishahara yao ambayo haijalipwa, jambo linalozifanya juhudi za kukabiliana na mlipuko huo kuwa ngumu zaidi. Mlipuko huu umetajwa kuwa unaokua kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa, huku ukiwa tayari umesababisha visa 2181 vya maambukizi, vikiwemo vifo 864. Ghuba ya Aden, Somalia. Maharamia wameteka meli ya kubeba mafuta katika Ghuba ya Aden karibu na pwani ya Yemen, kwa mujibu wa shirika la Uingereza la usalama wa baharini pamoja na maafisa wa usalama wa Somalia. Maafisa kutoka eneo la Puntland nchini Somalia wamesema washambuliaji hao ni maharamia raia wa Somalia. Hii ni mara ya pili kwa meli kutekwa katika pwani ya Yemen tangu mwezi Mei, wakati meli ya MT Eureka ilipotekwa karibu na bandari ya Kana. Meli nyingine 2 pia zilivamiwa na maharamia katika bahari ya Hindi mwezi Aprili, huku kukiwa pia na mashambulizi mengine kadhaa yaliyoshindikana. Matukio haya yanaashiria kurejea kwa vitendo vya uharamia katika eneo hilo, ambako kwa miaka 3 iliyopita matukio ya aina hiyo yalikuwa yamepungua kwa kiasi kikubwa kufuatia operesheni za pamoja za usalama zilizohusisha majeshi ya wanamaji kutoka mataifa mbalimbali. Bujumbura, Burundi. Watu 8 walifariki dunia huku wengine 9 kujeruhiwa kutokana na msongamano wa watu katika maombi ya uinjilisti maarufu Kanguka yaliyokuwa yanafanyika katika uwanja wa shule ya ufundi ETS Kamenge jijini Bujumbura Jumamosi ya tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani Jumapili ya tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026, majeruhi wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali tofauti. Wizara hiyo inasema miongoni mwa watu waliofariki ni mwanaume 1 na wanawake 7. Mkutano huo ulikuwa umehudhuriwa na maelfu ya waumini wa madhehebu tofauti ndani na nje ya Burundi, kama ilivyokuwa katika mkutano uliokuwa umefanyika mwaka 2023. Na hatimaye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limewawekea vikwazo viongozi wa makundi yenye silaha yanayofanya shughuli mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, likiwemo kundi la AFC M23 linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda pamoja na kundi la Democratic Forces for the Liberation of Rwanda FDLR ambalo linapigana kwa kushirikiana na jeshi la Kongo. Baraza hilo lilisema Alhamisi kuwa kamati inayosimamia marufuku ya silaha dhidi ya Kongo imeongeza watu 6 na taasisi 2 kwenye orodha ya vikwazo. Miongoni mwa waliowekewa vikwazo ni Corneille Nangaa, kiongozi wa muungano wa waasi wa AFC unaojumuisha pia M23, John Imani Nzenze, mkuu wa idara ya ujasusi wa M23, na Gustavo Kubwayo, kamanda wa FDLR.
Nzenze na Kubwayo waliwekewa vikwazo mwezi uliopita na Marekani kwa madai ya kuchochea mapigano mashariki mwa Kongo licha ya juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Washington. Vikwazo vya Umoja wa Mataifa vinajumuisha marufuku ya silaha, marufuku ya kusafiri pamoja na kufungiwa mali na rasilimali za wahusika.